إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله hakika sisi wanadamu katika maisha haya dunia sisi ni wasafiri kuelekea katika safari ya kwenda kwa Allah tabaraka wa taala, safari ambayo ni ndefu na inahitajia maandalizi ya kutosha ili msafiri uweze kupata salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na ni safari ambayo Allah mwenyewe katika Qur'ani anatuhimiza tuchukue maandalizi, tuchukue akiba ambayo itakuwa ni sababu ya sisi kupata ufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa kuingia peponi na kuepushwa na moto wa jahannam. Ni safari ambayo mwanadamu akifika mwisho wa safari hiyo na ikaonekana kuna mapungufu katika akiba aliyochukua katika maisha ya dunia, hakuna tena fursa ya kurejea katika maisha ya dunia kwa ajili ya kuja kuziba yale ambayo hakuyakamilisha. Kwa maana maisha haya ya dunia yatakikana mwanadamu ayatumie vyema katika kuchukua akiba na maandalizi ambayo yatakuwa ni sababu ya yeye kusalimika na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Katika mambo ambayo wanazuoni wa Kiislamu wanayataja ambayo ni msaada kwako wewe mwanadamu ya kusaidie katika kuandaa maandalizi yaliyokuwa mema ili upate kufika salama mbele ya Allah tabaraka wa taala na upate ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa taala, ni wewe kuyakumbuka mauti. Kwa kuwa kuyakumbuka mauti ni miongoni mwa mambo ambayo yatakusaidia wewe kufanya maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa taala, kama alivyosema bwana mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi aliyotaja Imam Tirmidhi kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, akthiru dhikra hadhimil ladhat, kithirisheni kukitaja kile ambacho kinaondosha ladha na furaha ya maisha ya dunia, akikusudia umauti bwana mtume alayhi salatu wasalam. Umauti utakapokithirisha kuutaja utakuondoshea
ladha na furaha ya kubaki katika mgongo wa ardhi, kama alivyosema al-Imam Ibrahim at-Taymi rahimahullahu ta'ala. Anasema rahimahullahu ta'ala, shay'ani qata'a anni ladhata ad-dunya dhikru al-maut wa dhikru al-wuquf bayna yadayhi Allah. Anasema vitu viwili ninapovikumbuka huwa vinanikoseshea ladha na furaha ya kubaki katika mgongo wa ardhi ya Allah tabaraka wa taala. Naweza nikawa na furaha na hisi ladha ya furaha ya maisha ya dunia, lakini pale ninapokumbuka mambo mawili, ile furaha inatoweka, ile ladha ya maisha ya dunia inaondoka kwangu mimi. Jambo la kwanza akasema dhikrul maut, ni pale ninapokumbuka umauti, pale ninapokumbuka ipo siku mimi nitarejea kwa Allah tabaraka wa taala, ipo siku nitafarikiana na watu wangu, ipo siku nitaachana na marafiki zangu hawa na ndugu zangu kwa ujumla. Ninapoikumbuka hii hali nakosa furaha na ladha ya kubaki katika maisha ya dunia. Jambo la pili akasema wa dhikrul wuqufi baina yadahi Allah ta'ala, na jambo la pili ni pale ninapokumbuka ya kwamba ipo siku mimi nitasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala na kuulizwa kuhusiana na yale ambayo niliyatenda katika mgongo wa ardhi, miamala niliyoifanya katika maisha ya dunia, ya imma muamala baina yangu na wake zangu, au muamala baina yangu na watoto wangu, au muamala baina yangu na wazazi wangu. Nikikumbuka hii hali ya kwamba ipo siku nitaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala juu ya yale ambayo niliyatenda, juu ya yale ambayo niliyasema katika mgongo wa ardhi, nikikumbuka hii hali nakosa ladha, nakosa furaha ya kubaki katika mgongo wa ardhi. Ayuha almuslimuna ibadallah, kuyakumbuka mauti ni katika yale ambayo yatakusaidia wewe kuandaa zawadi, kuandaa akiba itakayokusaidia kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa kuipata pepo na kuwekwa mbali na moto jahannam. Kwa kuwa hakuna yeyote katika sisi wana Adam isipokuwa atakufa na kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Hakuna ambaye ana uwezo wa kuyakimbia mauti, kila mmoja atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kila nafsi itayaonja mauti, na kwa hakika sio vinginevyo mtalipwa kamili ujira wenu wa matendo mlioyatenda katika dunia. Na yule ambaye atawekwa mbali na moto wa jahannam, akaepushwa na moto wa jahannam na akaingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiye aliyefuzu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ni yule ambaye ameepushwa na moto wa jahannam na akaingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utayapata haya kwa kufanya amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kukujiweka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na huwezi kuyafikia hayo isipokuwa kwa kuyafikiria mauti, kuyakumbuka mauti na kuelewa kwamba ipo siku utarejeshwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Itakuwa ni hasara, litakuwa ni jambo la aibu Muislam anafufuliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala na hakuna akiba aliyechukua katika maisha ya dunia, akiba ambayo itakuwa ni sababu ya kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Idha anta lam tartahil bizadin min at-tuqa wa laqaita ba'da al-maut man qad tazawwada nadimta alla takuna kamithlihim
lahum zad wa anta bighairi zad. Ikiwa wewe Muislamu haukujiandaa katika maisha ya dunia na zawadi ya kumcha Allah tabaraka wa taala kwa kufanya al-awamir na kujiepusha na an-nawahi, kisha baada ya kufufuliwa na kukusanywa mbele ya Allah tabaraka wa taala ukakutana na wale ambao katika maisha yao ya dunia walifanya maamrisho ya Allah wakajiweka mbali na makatazo, lahum zad wa anta bighairi zad. Wenzako wana akiba, wenzako wana maandalizi mema waliochukua katika maisha ya dunia, wa anta bighairi zad, na wewe huna akiba uliyochukua katika maisha ya dunia, ukawa ni mwenye kujuta, ukawa ni mwenye kujuta kwa umri ulioupoteza katika maisha ya dunia. Fursa hii ya afya na uzima uliokuwa nao yatakikana utumie katika kumtii Allah tabaraka wa taala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa taala, ukielewa kwamba maisha ya dunia ni maisha ya muda mfupi, sio maisha ya kudumu. Ya ayuha nnas, inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Anasema Allah, enyi watu, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli. Ahadi ya kufa kwenu, ahadi ya kufufuliwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, ahadi ya kulipwa kwenu juu ya amali mlizozitenda katika dunia, ahadi ya Allah kwenu nyinyi ni ya kweli. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, yasikudanganyeni maisha ya dunia mkaacha kumtii Allah tabaraka wa taala, yasikupumbazeni maisha ya dunia mkaingia katika maharamisho ya Allah tabaraka wa taala. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, wala asikudanganyeni kwa ajili ya Allah na dini yake ash-shaytan ar-rajim. Maisha ya dunia ni maisha ya muda mfupi sana ambayo yatakikana uyatumie katika kufanya amri za Allah tabaraka wa taala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Katika aya Allah tabaraka wa taala, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Imam al-mufassirin al-Imam al-Qurtubi rahimahullah taala anasema Nabiyullah Nuh alayhi salam alipewa fursa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuishi miaka 950, kasoro miaka 50 atimize miaka 1000. Nabii wa Allah Nabii Nuh alayhi salam, lakin lamma jaahu malakul maut liyaqbidha ruhahu, alipoijiliwa na malakul maut ili achukue roho yake, alimwambia Nabiiullah Nuh, kaifa wajadta dunya, umeionaje hii dunia? Bila shaka miaka 950 umeifaidi dunia. Umeionaje hii dunia kwa muda wa miaka 950 ulioishi? Akasema wajadtuha kadarin laha baban, nimeiona hii dunia ni mfano wa nyumba yenye milango miwili. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar, ni sawa nimeingia na mlango mmoja nikatoka na mlango mwingine, kuonesha maisha ya dunia ni maisha yaliyokuwa ya muda mfupi sana. Fumba na kufumbua, unadirikiwa na mauti, unajishangaa hakuna maandalizi uliyochukua ya kupata ufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wema wetu waliotangulia waliitizama hii dunia kwa jicho la mazingatio, wakaijalia hii dunia ni mithili ya bahari yenye kina kirefu, na wakajalia amali zao njema ni majahazi ya kuwavusha katika hiyo bahari. Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana
ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-amali fiha sufna. Inna lillahi ibadan futana, hakika Allah anawaja werevu wenye akili. Talaqu dunya wa khafu al-fitana, wameiacha dunia kwa kuhofia fitna zake na mitihani yake. Nadharu fiha, walitizama hiyo dunia kwa jicho la tahadhari na mazingatio. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, walipoelewa ya kwamba hii dunia sio makazi ya kudumu kwa aliye hai, ja'aluha lujjatan, walijalia dunia kuwa ni mithili ya bahari. Wattakhadhu salih al-amali fiha sufna, na wakajalia amali zao njema kuwa ni majahazi ya kuwavusha katika hiyo bahari ili wafike katika nchi kavu salama salimini. Hawa ni waja wema wa Allah waliojalia dunia kuwa ni sehemu ya kupita, wakiwa wanayakini, wakiwa wanaelewa ya kwamba akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala ndiyo maisha ya milele, maisha ya kudumu. Takana tuchukue tahadhari na dunia, tujiweke mbali na maasiya, tujiweke mbali na madhambi kwa sampuli zake, pasina kubagua baina as-saghiri wal-kabir, pasina ya kubagua dhambi dogo na dhambi kubwa. Muda wa kuwa ni dhambi, muda wa kuwa ni maasiya, yatakikana kujiepusha nayo. Muda wa kuwa ni dhambi litakuletea hasara mbele ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Bilal ibn Sa'd Abu Amri rahimahullahu ta'ala, la tanzur ila sighari al-ma'siyah walakin unzur man asait, usitizame udogo wa dhambi ukalidharau kwa kuwa ni dogo, lakini tizama ukubwa wa unayemuasi kupitia dhambi hilo. Unamwasi Allah aliyekuumba, akakuruzuku, akakuneemesha, na unatumia neema zake katika maasiya. Kakuruzuku macho, wayatumia kutizama haramu. Kakuruzuku mali, watumia mali ulioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi na maasiya. Mtizame aliyekuruzuku neema, mtizame ambaye wamkosea kupitia dhambi hilo. Jiepushe na madhambi kwa sampuli zake. Khalidh dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqa at-tuqa wa'mal kamashi fawqa ardi ash-shawqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa. Hacha dhambi dogo na dhambi kubwa, hakika huko ndiyo kumcha Allah tabaraka wa taala. Fanya mithili ya yule ambaye anatembea katika ardhi yenye miba, akiona mwiba anajiepusha nao. Na wewe kadhalika fanya mfano wa hivyo. Ukiona dhambi ni mamoja ni kubwa au dogo, jiepusha nalo. La tahqiranna saghiratan, usidharau dhambi dogo. Innal jibala min alhasa, hakika hata majabali yalitokana na changarawe. Kwa hiyo muda wa kuwa ni dhambi na unaitakidi ni dogo na bado unaendelea kulifanya, haliendelei kubaki kuwa ni dogo, bali linaendelea kuwa kubwa, na siku ya kiyama utakuja kuoneshwa katika daftari la matendo yako, kama alivyotaja Allah katika suratul Kahf kwamba watu waovu siku ya kiyama watakuwa wanaogopa kutizama vitabu vya matendo yao kwa ule ubaya wa amali walizozitenda katika dunia, kitabu ambacho kimedhibiti madhambi madogo na madhambi makubwa. Wa wudhi'a alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Na pindi kitakapoletwa kitabu cha matendo ya waja, fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, utawaona watu waovu wakitizama, wakiogopa kutizama vitabu vya matendo yao kwa ubaya wa amali walizozitenda katika dunia, na huku wakijuta wakisema ya wailatana
mali hadha alkitab, hiki ni kitabu cha aina gani hiki? Kitabu cha ajabu kabisa. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakijaacha dhambi dogo wala dhambi kubwa isipokuwa kitabu hiki kimedhibiti na kuhifadhi. Wa wajadu ma amilu hadira, na yote walioyatenda katika dunia watayakuta yamedhibitiwa na kuhifadhiwa katika madaftari ya matendo yao. Unakimbilia wapi? Yote ulioyatenda, ulioyasema katika dunia yamedhibitiwa katika daftari la matendo yako. Siku ya kiyama hiyo, siku ambayo Allah mwenyewe anatutahadharisha katika Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Na iogopeni siku ambayo nyinyi mtarejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala. Aliyetuumba Allah anatutahadharisha na siku ya kiyama, tuiandalie maandalizi mema yatakayotupa salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Iogopeni siku ambayo nyinyi mtarejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kisha kila nafsi italipwa ilichokitenda katika dunia. Kama ni kheri italipwa kheri, na kama ni ubaya italipwa kwa ubaya. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun, na wao wana Adam hawatodhulumiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala juu ya yale ambayo waliyatenda katika dunia. Salama yetu katika maisha haya dunia ni sisi kufanya amali njema. Lolote ambalo unahisi kwamba hili litakuwa ni sababu ya wewe kupata ufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala, kimbilia kulifanya. Na lolote ambalo unaliona kwamba hili litakuwa ni sababu ya mimi kufeli na kuangamia mbele ya Allah tabaraka wa taala, jiepushe nalo, kimbilia kheri, jiweke mbali na madhambi. Masahaba wa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa mstari wa mbele katika kutekeleza amali njema, zile amali ambazo leo waweza ukazidharau, lakini masahaba walikuwa wanakimbilia na wanapupa katika kuzitekeleza amali hizo. Ametaja al-Imam Muslim hadith kutoka kwa Abu Firas Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, anasema huyu sahaba, kuntu abitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faati biwadhuhi wa hajati, mimi nilikuwa nikilala na Bwana Mtume alayhi salatu wasalam na nikimpelekea maji ya udhu anapotaka kutawadha, na namsaidia katika shida zake zingine. Analifanya hili kwa lengo la kujikurubisha mbele ya Allah tabaraka wa taala. Analifanya hili yakiwa ni maandalizi ya kukutana na Allah tabaraka wa taala. Analifanya hili akiitakidi atalikuta katika mizani ya kheri zake siku ya kiyama. Siku moja Bwana Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia huyu sahaba, salni ewe Rabia, niombe utakacho. Yule sahaba anamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, as'aluka murafaqataka fil janna, Mtume naomba usuhuba na wewe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dunia nasuhubiana na wewe, niko pamoja na wewe, niko karibu na wewe. Naomba pia kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala niwe karibu na wewe. Mtume anamwambia sahaba, au ghaira dhalik, je, una lingine kinyume na hili? Anaona alichokiomba labda huenda kuna ziada. Au ghaira dhalik, je, una lingine kinyume na hili? Akasema huwa dhak, ni hilo tu ewe Mtume. Akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie katika nafsi yako katika kulipata hilo kwa wingi wa kusujudu, kithirisha kuswali. Kana sahaba harisin
على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم معالي الأمور التي تدخل الجنة وتبعد عن النار. walikuwa masahaba ni wenye pupa ya hali ya juu kumwomba Bwana Mtume alayhi salatu wasalam mambo ya juu yenye hadhi ambayo yatakuwa ni sababu ya wao kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, na ambayo yatakuwa ni sababu ya kuokoa mbali na moto jahannam. Bora ya akiba, bora ya maandalizi utakayochukua katika maisha haya ni wewe kumcha Allah tabaraka wa taala. Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa, anasema subhana. Bora ya maandalizi ni wewe kulazimiana na amri za Allah tabaraka wa taala. Bora ya maandalizi ni wewe kujiweka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Tazawad min at-tuqa fa innaka la tadri idha jana al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum laylatal qadri wa kam min sigharin yurtaja tul umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahr. Mauti hayana muda maalum. وقد أجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم. Wamekubaliana wanazuoni wa Kiislamu ya kwamba kifo hakina muda maalum, ya kwamba muda huo ukifika unakufa. Hawajakubaliana hilo. Wamekubaliana mauti kadhalik hayana umri maalum. Wamekubaliana ya kwamba mauti hayana maradhi maalum. Falmautu yati baghtatan walqabru sunduqul amal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Safari ya sisi kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala ni safari ndefu, na atakayefika salama katika hiyo safari ni yule ambaye ataingizwa katika pepo ya Allah tabaraka wa taala na akaepushwa na moto jahannam. Hivyo yatakikana kwa mwenye akili atumie fursa ya afya yake, atumie fursa ya uzima kufanya amali njema zitakazokuwa ni sababu yeye kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini tuelewe haya masiku ambayo yanapita kwetu sisi wanadamu, hali ya kupita mfululizo, yatakuja kututolea ushahidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المقدر. yanapita kwetu sisi wana Adam masiku hali ya kupita mfululizo, na kwa kupita haya masiku mfululizo inma nusaqu ila al-ajali wal-ainu tanzuru, tunazidi kusogezwa katika ajali, katika vifo ambavyo Allah tabaraka wa taala ametuandikia. Wal-ainu tanzuru, na jicho linatizama jinsi masiku yanavyopita mfululizo, na sisi kusogelea vifo ambavyo Allah tabaraka wa taala ametuandikia. Amesema al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ما من يوم ينشق فجره إلا ويناد. Hakuna siku yoyote
katika masiku ya kidunia, isipokuwa inapochomozewa na alfajiri huwa inanadi, inakuasa, inakuhusia wewe mwanadamu, ikikwambia ya ibn adama, ewe mwanadamu, innama ana khalqun jadid, hakika mimi katika hii siku ya leo mimi ni siku mpya, wa ala amalika shahid, na matendo ambayo utayatenda katika siku hii ya leo mimi nitakuwa shahidi wako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fatazawwada minni, nufaika na mimi, chuma ya kheri kwangu mimi siku. Fa inni idha qadaitu, hakika mimi siku nitakapoondoka, falan auda ila yaumi alqiyam, sitorejea isipokuwa mpaka siku ya kiyama. Siku hii ya leo ya Ijumaa uliokuwa nayo ilipochomozewa na alfajiri, ilikuambia maneno haya ya kwamba mimi katika siku hii ya leo ni siku mpya. Ustaraji kwamba Ijumaa hii itakuja kurejea mwaka ujao, au Ijumaa hii ni Ijumaa iliyokuwepo mwezi uliopita. Mimi ni siku mpya, na matendo utakayoyatenda katika siku hii ya leo mimi nitakuwa shahidi wako mbele ya Allah tabaraka wa taala, mbali na amali zako kudhibitiwa katika kitabu, mbali na kushuhudia Allah tabaraka wa taala, mbali na vitendo vyako, mbali na viungo vyako kuja kutoa ushuhuda mbele ya Allah, bado kadhalika siku itakuja kutoa ushuhuda mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nufaika na mimi, hakika mimi nitakapoondoka sitorejea mpaka siku ya kiyama. Hii siku iliyokuwa nayo ni rasilimali kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Itumie katika kufanya amali njema, itumie katika kufanya maandalizi ambayo yatakuwa ni sababu ya kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Akasema rahimahullahu taala, idha dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuka, itakapomalizika siku elewa kadhalika umemaliza sehemu katika umri wako. Kama uliandikiwa na Allah kuishi katika maisha haya kwa muda wa miaka 60, itakapomalizika siku hii ya leo utakuwa umepunguza sehemu katika umri wa miaka 60 ulioandikiwa na Allah tabaraka wa taala. Utumia haya masiku kufanya amali njema. Lau anna idha mitna turikna lakana almautu rahatan kulla hayin, walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'al ba'dahu an kulli shay. Lau ingelikuwa sisi wana Adam tunapokufa ikawa habari yetu imekwisha, hakuna kufufuliwa mbele ya Allah, hakuna kuhesabiwa mbele ya Allah, hakuna kulipwa mbele ya Allah, ingelikuwa mambo yanaenda hivyo, lakana almautu rahatan kulla hayin, umauti ungelikuwa ni raha na ni furaha kwa kila aliyekuwa hai. Kila mmoja angelifanya lile ambalo analitaka kwa matamanio ya nafsi yake. Watu wangelidhulumu, watu wangelipoteza amri za Allah, kwa kuwa wanaelewa hakuna kuhesabiwa, hakuna kulipwa mbele ya Allah. Walakinna idha mitna, lakini sisi wana Adam tutakapokufa, bu'ithna, tutafufuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa nus'al ba'dahu an kulli shay, na baada ya kufufuliwa kwa Allah tutaulizwa kuhusiana na kila tulichokifanya na kukisema katika maisha ya dunia. Aina almafar, tunakimbilia wapi? Amesema al-Imam Suleiman bin Mihran, al-Imam al-Amash rahimahullah ta'ala, anasema kunna nashhadu al-jinaza wala nadri man al-mu'azza fiha likathrati al-bakina fiha wa inma kana bukauhum ala anfusihim la ala al-mayyit. Anasema tulikuwa, huyu ni mmoja katika wanafunzi wa masahaba,
ulikuwa sisi tukihudhuria mazishi, tukihudhuria katika msiba, wala nadri manil muazza fiha, na wala hatufahamu ni nani ambaye anastahiki kupewa pole na taazia katika huo msiba. Likathrati albakina fiha, kwa ule wingi wa wenye kulia katika huo msiba. Watu wamehudhuria katika msiba, kila mmoja analia kwa namna ambayo aliyekuja kutoa pole na taazia katika ule msiba hajui ni nani aliyesibiwa na msiba, kwa ule wingi wa wenye kulia katika ule msiba. Wa innama kana bukauhum ala anfusihim la ala almayit, na kwa uhakika wa mambo vilio vyao vilikuwa ni juu ya nafsi zao, si kumlilia yule aliyekufa. Walikuwa wakijitathmini kuhusiana na ule msiba uliowapata, ikawa kila mmoja anaitathmini nafsi yake na kujiuliza ya kwamba ipo siku na yeye atakuja kufikwa na hiyo hali. Wakawa wanalia wao, kuzililia nafsi zao, si yule aliyekufa. Tuwafuate hawa, tuwaige katika nyenendo zao na taratibu zao. Lakini kadhalik Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, al-Khalifatul Rashid, siku moja aliyetembelea makaburi, alifanya ziara katika makaburi. Na hii ni sunna ambayo imesahulika. Ziyaratul quburi ni sunna, kama alivyohimiza Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, zurul qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, yatembeleeni makaburi kwani kwa hakika makaburi yanakukumbusheni akhirah mbele Allah tabaraka wa taala. Alipotembelea makaburi, akafika katika makaburi, akatoa salamu kuwasalimia wale waliokufa, assalamu alaykum dara qaumin min almu'minina walmuslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Katoa salamu hii makaburini, wote wako kimya, hakuna ambaye anaitikia salamu. Thumma rafa sautahu faqal, kisha akapaza sauti yake juu, hali ya kusema ya maut, ewe umaut, madha fa'alta bi ahibba, umewafanya nini vipenzi vyangu hawa, ndugu zangu, majirani zangu, nilikuwa nikiishi nao, nilikuwa nikiwatolea salamu kama hivi, wananijibu. Leo hii nawatolea salamu, wako kimya, hakuna anayenijibu. Umauti umewafanya nini hawa? Saru min sukani alqubur yantadhiruna albatha wan-nushura, leo hii wamekuwa ni wakazi wa makaburini, wanasubiri kufufuliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tujiandae na safari ya kukutana na Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa sote tutakufa na hakuna mwenye uwezo wa kuyakimbia maut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Tujiandae na mauti. Tumomba Allah tabaraka wa taala aturuzuku mwisho mwema. Tumomba Allah tabaraka wa taala